Maandiko yametuambia ya kwamba kuna watu wanne walikuwa wamegojeka ukoma. Walikuwa wamekaa mahali pale na walikuwa wamefukuzwa kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wamefika mwisho. Hawakuwa na mwanzo wala mwisho. Walikuwa wamekataliwa. Imagine umekataliwa kwa sababu wewe umegojeka, kwa sababu hauna namna. Nataka kukuambia usiku wa leo, wacha ukuje kwa Mungu usiku wa leo na Mungu atabadilisha maisha yako. Hawa wazee wanne walikuwa wamekataliwa na wakawekwa nje ya mji. Walikuwa wamekaa kwenye jangwa kwa siku mingi. Wakasemezana wakaambiana ya kwamba tukikaa hapa tutakufa, ama tukirudi kwetu tutauliwa. Sasa tutachukua hatua moja, twende kwa maadui zetu. Ujumbe wangu siku wa leo, nataka kuongea kuhusu kuchukua hatua ya imani. Jua sana. Usiku wa leo nataka uchukue hatua ya imani, kwa sababu kuna kitu imekukalia usiku wa leo. Kuna mambo yenye na kuzidisha inakuambia ya kwamba hautafika mahali unafaa kufika. Kuna mtu alikwambia hautaendelea katika maisha yako. Lakini usiku wa leo tumekuja hapa kukutangazia ya kwamba kuna namna unaweza kuja na upate chenye unatafuta katika jina la Yesu. Hawa wazee wanne walikuwa wamekaa mahali pale. Wakashindwa watafanya nini. Na ikafika wakati wakazungumza. Na wakasemezana wakaambiana ya kwamba hatutakaa hapa tena, kwa sababu tukikaa hapa tutakufa. Ni lazima tuchukue hatua moja, ambayo ni hatua moja nasema ni ya imani. Na wazee wakaamua ya kwamba hatutarudi kwetu kwa sababu tena tutafukuzwa. Wakachukua hatua ya kwenda kwa maadui wao ambao ni Wasuriata. Wale Wasuriata walikuwa ni wanajeshi, walikuwa wameteka kambi mahali pale. Najua katika huu mji kuna maadui wameteka kambi mahali hapa. Lakini wacha nikwambie usiku wa leo, tunafuruga kambi ya maadui mpaka upate baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Hawa wazee wanne wakaona hawatakaa pale. Wacha nikuelezee usiku wa leo ya kwamba hakuna venye Mungu atakuja kwa maisha yako kama hutachukua hatua imani. Kama hujachukua hatua moja tu, uchukue hatua moja uende mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati Yesu alikuwa anaomba na akachukua hatua moja mbele ndio aende kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wewe unafaa kuchukua hatua moja ambayo ni hatua ya imani, ukuje mbele na ukombolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa wazee wanne hawakukaa mahali pale tu. Walikuwa wamekatika miguu. Walikuwa wamekosa namna. Walikuwa na njaa. Lakini mahali pale walikuwa wamekaa. Wakasemezana wakasema tutachukua hatua. Wakachukua hatua wakaenda kwa maadui zao. Wakienda wakifika katikati, kuna mhuruma ulishuka. Mungu akawapatia nguvu mpaka maadui wakaanza kupotea. Usiku wa leo nataka kukuambia kwamba ukichukua hatua ya imani, kuna mhuruma utakuja, kwa sababu Mungu ako na nguvu. Wacha nikwambie, Mungu ni uhai na ni uzima. Katika jina la Yesu Kristo. Katika maandiko, katika kitabu cha John 14 from verse 6, maandiko inasema ya kwamba I am the way. Mimi ndiye njia. Na mimi ndiye uzima. Mimi ndiye uhai. Yesu akasema mimi ndiye njia. Hawa watu wakati waliamini, wakachukua hatua ya imani, wakasemezana twende sasa kwa maadui. Kuna mhuruma ulishuka. Maadui wakasikia ni kama wanajeshi 10,000 wanakuja. Na wacha nikwambia ya kwamba wakati maadui walisikia hawa watu wakikuja, wakaanza kukimbia na kuanza kupotea. Wakaacha vitu zao zote mahali pale. Usiku wa leo ninajua ya kwamba uko hapo, unashindwa utafanya nini. Chukua hatua ya imani. Na wakati utachukua hatua ya imani, kuna maisha yako yatabadilishwa. Na kuchukua hatua ya imani, maybe hujaokoka, unashindwa utaombewa na nani yaokoke. Ukuje hapa tutakuombea wokovu. Na maisha yako yatabarikiwa katika jina la Yesu. Katika kitabu cha Marko 5:25, mama alikuwa mahali pale. Alikuwa amegojeka na yeye. Alikuwa anatokwa na damu kwa miaka 12. Na wakati alisema mimi sitakuwa hivi, wacha nikuambia kitu kimoja. Huyu mama alikuwa ameenda kwa waganga. Alikuwa ameenda kutafuta usaidizi. Lakini hakupata usaidizi. Wakati ukafika siku moja, akasikia Yesu anapitia mahali pale. Lakini Yesu hakuwa anakuja kukomboa huyu mama. Alikuwa anaenda kwa Jairus kufufua mtoto. Lakini mama akasikia Yesu anapitia. Akasema hata
mkono na tunitokee niguze vazi lake, na nikiguza vazi lake najua maisha yangu yatabadilika. Huyu mama alichukua hatua moja, akachukua hatua tu ya imani, na akasema ya kwamba mimi nitafinyana na hawa watu mpaka nimfikie Yesu. Haleluya. Ikafika mahali hata wanafunzi wa Yesu wakasema, huyu mama kwa sababu anatokwa na damu, ako na dhambi mingi, hafai kuguza watu na hafai kukaribia mtu ametahiriwa na Mungu. Lakini Yesu kuna kitu alikuwa anataka kusimamisha, ya kwamba hajakuja kwa wale wazuri, amekuja kwa wale wamekataliwa. Na wewe umekataliwa mahali pale, wewe unashindwa utafanya nini? Wacha nikwambie, Yesu alikuja kwa ajili yako. Yesu hakukuja kwa ajili ya wale wameokoka saa hii, amekuja kwa ajili ya wale wako na dhambi, wale wanashindwa maisha yao yataenda aje. Hao amekuja kwa ajili yao. Unaulizaga Yesu ni nani? Yesu ni mwenye alikuwa anatembea na miujiza, ishara na miujiza. Katika kanisa la leo tunatembea na ishara na miujiza, na kwamba kama kuna kitu inakusumbua, lazima maisha yako yatabadilishwa katika jina la Yesu. Hawa wazee wanne, turudi pale, wakati walichukua hatua ya imani, maadui walipotea, maadui walianza kukimbia, na wakaenda wakanyakua kila kitu ilikuwa mahali pale. Wacha nikwambie, wale watu walikuwa wanawachekelea, hao ndio walikuwa wa kwanza kuitiwa ule utajiri. Wacha nikwambie, maadui hawatakufa. Tutaombea maadui waishi, lakini lazima wataone ukibarikiwa. Maadui lazima watatoa ushuhuda ya kwamba huyu mtu anaabudu Mungu. Jioni ya leo uko hapo, nataka ubadilishwe maisha mpaka adui yako waseme ya kwamba huyu mtu anaabudu Mungu wa ukweli. Huyu mtu anaabudu Yesu, ako na nguvu. Hatukuji kutabua Yesu hapa mwenye hana nguvu. Wacha nikwambie, Yesu ni uhai, Yesu ni uzima, Yesu ako na nguvu ya kubadilisha maisha yako. Wakati Yesu alikuwa anaenda, aliwaambia sitawaacha hivyo, ama sitawaacha kama hamuna baba, sitamwacha kama watoto yatima, bali nitawaachia Roho Mtakatifu, nitamwachia Roho wa Mungu awe msaidizi wenu. Wacha nikwambie, Roho wa Mungu ni nguvu. Roho wa Mungu mwenye tulipewa na Yesu wakati tuliokoka, ako na nguvu ya kubadilisha maisha yako. Nataka uchukue hatua usiku wa leo. Nataka uamini ya kwamba Yesu atabadilisha maisha yako. Katika biashara yako, Yesu atakuja kubadilisha biashara yako, atakuja kuinua biashara yako, kwa sababu tunaamini ya kwamba hatutakuja hapa bure. Tumekuja kwa ajili yako, kwa ajili yako wewe, kwa ajili ya biashara yako, kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya huo ugonjwa unakusumbua. Usiku wa leo nataka uchukue hatua ya imani. Nataka ujue imani ni ya kwamba wakati umeamini neno la Mungu, neno la Mungu linakuja kukubadilishia, kwa sababu maandiko inasema katika kitabu cha Warumi, ambayo ni ya Rumi 10:17, yanasema hivi, inasema hivi, imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Na ninajua ya kwamba usiku wa leo unasikia neno la Mungu. Nataka uchukue hatua ya imani, ya kwamba usonge hapa, tuombe na wewe, na maisha yako yatabadilika. Na umeng'ang'ana kwa mtu ako mgonjwa katika nyumba yako, hata kwa familia yako kuna mtu ako ni mgonjwa na unasira utafanya nini? Wakati mtumishi alisimama hapa alisema, mimi ni mtumishi na church yangu inaitwa Healing Word. Ni kweli mimi niko na utumishi wa uponyaji ndani yangu katika jina la Yesu. Na ninaponya kupitia neno la Mungu. Sababu wakati Yesu aliniita, aliniambia kwamba utafanya kama mimi, na akanipatia nguvu ya uponyaji. Na hapa tuko mahali pa kuabudu Bwana, in the Church of Remnant Church. Hiyo mafuta ikishikana hivi, lazima kupatikane ukombozi. Lazima tuabudu Mungu asikie. Lazima tuinue uhai. Lazima tuinue ufalme wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua hata kwa huu mchanga lazima tuinue imani ya kwamba kutabadilika, ya kwamba kanisa watu watakuja kwa imani. Kuna watu waligojeka kwa sababu walitukanwa. Maybe ni mtu wa kanisa alimwongeleza vibaya. Maybe ni tabia ya watumishi waliona wanafanya tabia mbaya, wakashindwa watafanya nini. Acha nikwambie jioni ya leo ya kwamba makanisa si yote mabaya. Kuna kanisa
zimesimama. Kuna watumishi wamebaki. Kuna mabaki katika ufalme wa Mungu. Katika gunia inaitwa aje? Viazi inaitwa aje? Moja inaitwa aje? Moja. Viazi ni viazi. Moja ikiharibika, si zote zimeharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. So chukua hatua ya imani, uende kanisani kesho. Kwa sababu wengine wamegojeka ndani ya mioyo yao. Wengine hawajachukua hatua. Kuna Wasuriata wamesimama mbele zao. Kuna mlima umesimama mbele yao. Kwa sababu aliumizwa moyo. Wacha nikwambie usiku wa leo. Hao wazee waine wakati walichukua hatua, kuna baraka walipata. Kuna ushindi ulipatikana. Wacha nikwambie biashara yako haitakaa hivyo. Maybe kuna mwingine hapa nasikia ya kwamba akiwekelea kwa biashara inaanguka. Akijaribu kufanya kitu pesa zinaporwa. Unaona anabaki mahali alikuwa. Ama anarudi mahali alikuwa. Kuna wengine wamelaaniwa na mababu zao kwa sababu walifanya dhambi. Anajaribu kwenda kwa watu, wanamwambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Wacha nikwambie hautapata msaada kwa watu. Jioni ya leo nataka upate msaada kwa Yesu. Kwa sababu kikuja kwa Yesu, hiyo kitu unatafuta itatatuliwa bila kutoa pesa yoyote. Kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu kuna uhai. Kwa Yesu kuna uzima. Kwa Yesu kuna furaha. Tunataka ukuje kwa Yesu upate ukombozi. Biashara yako haitakufa. Kama ulipoteza pesa itarudi na utaweka biashara nyingine, na hiyo haitaisha katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na tukikwambia hivi, mimi nimesimama hapa, mimi niko na ushuhuda wangu mimi mwenyewe. Sikuwa hivi, nilikuwa mbaya kukuliko. Mimi nilikuwa mbaya kukuliko. Pombe nilikunywa kukuliko. Dhambi nilifanya kukuliko. Lakini kwa sababu Yesu alinitokea, akaniambia kijana wangu haitaenda na hii namna. Nilikuwa napigana na kanisa sana kama Paulo. Na mimi alinitokea kama Paulo. Akaniambia hutamaliza kanisa yako tena. Sasa nataka unihubiri mimi. Kama ni mimi Yesu alibadilisha, hata wewe anaweza akakubadilisha. Kama nilichukua hiyo hatua ya kumwamini na kukubali mwito wa Yesu, hata wewe anaweza akabadilisha maisha yako. Haleluya. Usiku wa leo naona watu wakibadilisha. Naona biashara zikiinuliwa. Naona roho wa Mungu ameshuka. Kwa sababu alisema ya kwamba wakati roho atashuka, vijana wataona maono. Wazee watainuliwa. Kuna nguvu itapatikana. Ni kweli wakati roho alishuka, nguvu ilishukia watu. Watu walibadilishiwa maisha. Wacha nikwambie, roho, imani bila roho ni bure. Imani bila nguvu ni bure. Hatuwezi amini na tukose nguvu pale ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiamini tumeamini. Na tukiamini ni ya kwamba Yesu anainua. Ni kweli tunatambua hivyo. Na tunajua hivyo kwa sababu sisi ni washuhuda wake. Hatutakuja kukuhubiria hapa mambo ya mavazi. Hatujakuja hapa kukuhubiria venye utavaa. Tumekuja hapa kukuambia kuja na kinyasa uokolewe. Kuja uhubiri hapa na unfinished. Kama umeokoka kwa moyo. Hujaokoka kwa mavazi. Ukiona mtu anaangalia mavazi yako, ako na dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Uje hapa uokolewe moyo. Uokolewe ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema mimi nikiokoka sitavaa kinyasa tena. Okoka uvae kinyasa, nimekupea ruhusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wokovu ni roho. Ni roho. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Amen. Tumekuja hapa kuleta injili ya Yesu. Ya kwamba ni mwokozi. Anainua vijana. Kama wenye walikuwa wanarukaruka hapa. Unashindwa hao vijana wametoka wapi? Ni kwa sababu wamekunywa Yesu. Ni kwa sababu wamependa Yesu. Ni kwa sababu wameona Yesu. Wameona Yesu akiwatendea. Hawana aibu ya kurukaruka. Wewe unaweza uona ukoma wao. Unaweza uona kama wamekatika miguu. Unaweza ukawadhalau. Lakini sasa hawa wako na destiny. Kwa sababu watapata uzima wa milele. Katika jina la Yesu Kristo. Kuna ushindi katika Bwana. Kuna ushindi katika huduma hii. Kuna ushindi katika kwa Yesu. Kuja ndani ya Yesu. Kuja ukombolewe. Kuja uinuliwe. Kuja upelekwe
hatua ingine mbele. Wacha kuogopa watu, wacha kuogopa dini, wacha kuogopa kanisa lako, wacha kuogopa mtumishi wako. Kuja ukombolewe, kuja upelekwe hatua ingine mbele. Haleluya. Ukikuja kwa Yesu hakuna limitation, hakuna vizuizi. Hakuna limitation. Kwa Yesu hakuna vizuizi. Kwa Yesu hakuna delay. Kwa Yesu ni kukimbia bio bio. Unawekwa mafuta mpaka unapanda juu. Mimi nilikuwa nakunywa pombe na kaa kama matope, lakini wakati aliniokoa mimi, maisha yangu ilibadilika. Sikuwa najua familia ni nini, lakini wakati aliniokoa nikajua maana ya familia ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Najua tunahubiri chenye tumefanya. Haleluya. Hatujakuja hivyo. Kuna mahali tulitoka. Siku kutoka juu nikaanza kuhubiri. Kuna mahali nilitolewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Hata wewe unaweza kubadilishiwa maisha. Wewe unakunywa pombe, unashinda utafanya nini? Unasema nani ataniombea niache pombe? Wewe unapiga umalaya mpaka unashinda nani atakuombea hilo iondoke? Kuja hapa tukuombee na Mungu atabadilisha maisha yako. Yesu anakupenda. Yesu ni upendo. Yesu si wivu. Yesu si kupigana. Yesu ni upendo. Kuja hapa, Yesu anakupenda, akukomboe katika jina la Yesu Kristo. Nataka kumwalika mtume